Kwa moja basi nikukaribishe wewe msikilizaji, lakini nimpe fursa Dr. Abuawadhi aweze kukusalim, alafu leo tumwachie speaker atuambie tunaelekea wapi, kwa sababu wenyewe nakwambia jungu kuu alikosi ukoko. Dokta na mambo mengi mno kiasi ambacho speech ya juzi kwa kweli nililala nayo kwa kweli. Nililala nayo, si mchezo kwa kweli. Nilitamani iendelee, lakini sijajua leo dokta anatuandalia nini, lakini kwa kweli kitu cha juzi mashallah. Allah kulipe kile lenye kheri. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za wiki moja iliyopita? Tunamshukuru Allah, alhamdulillah, Allah ametuwafikisha, tumefika siku nyingine. Naam, karibu. Leo tunaelekea wapi? Tunaendelea tulipoishia juzi ama vipi? Manake hatukutamani pia umalize. Labda nitagusa tu kwamba kuna wengine inawezekana wiki iliyopita wajui tulizungumza nini. Ndio. Lakini wiki iliyopita nilizungumzia ushauri wangu sehemu nyingine hii, lakini ushauri wangu ulikuwa katika chumba cha faragha. Nikizungumzia chumba cha faragha na nikielekeza juu ya kuto kukimbilia kwamba mtu ni mgonjwa ana tatizo, lakini jambo la kwanza litakiwa kikague kwanza chumba chake cha faragha kwamba kiko sawa sawa, maana yake kwamba yale mahusiano baina yao wanandoa, mazingira, matukio ambayo mara nyingi yanaweza kuwa ni changamoto inaweza ikaathiri chumba cha faragha. Ndio. Na watu wakajidhania wana matatizo ya kimaradhi ambayo yanahitaji dawa, kumbe ilikuwa ni swala la kusuluhisha tu baina yao, baina ya mke na mume na mazingira yao. Ndio. Na nikagusa baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yakilenga hizo pointi za hiki chumba. Leo ninataka nielezee kitu tofauti kidogo, manake huko kwenye ushauri wangu nimetoka kidogo. Ndio. Nitaka nizungumzie masuala haya ya maradhi ya ngozi. Maradhi ya ngozi ni changamoto ambayo imekuwa ikiwakuta wengi na yanatukuta kwa ujumla. Ni kesi ambazo ziko nyingi sana, na hii ni kutokana na yale mashambulizi yanayotokea nje, kwamba mtu unajua maradhi ya ngozi yana mashambulizi makuu takriban ni aina mbili. Kwa maana kuna mashambulizi yanatoka nje ya mwili na kuna mashambulizi yanatoka ndani ya mwili. Kuna wakati mwingine mtu anakuwa na maradhi ya ngozi kwa sababu ameshika au ameguswa na maambukizi yaliyotokea nje. Ndio. Bakteria wale wametoka nje wakaenda wakagusa juu ya ngozi yake wakaathiri. Wakati mwingine kama hawa fungus ni aina ya vijidudu ambavyo mara nyingi vinapatikana vinajitengeneza vinatengenezeka katika unyevu. Kwa maana unyevu utakapokuwa sehemu ya ngozi ambayo itakuwa muda mwingi inabaki kuwa na unyevu, inaweza ikawa ni sababu na chanzo cha kuweza kupata hawa fungi au wanawaita fungus. Fungus ni wadudu wakorofi sana. Ndio. Wadudu wakorofi sana, na kuna watu wanakuambia mimi nishatibu sana lakini hawanitoki. Ashangaika nao sana. Kuna fungus ambazo zinakuwa katika sehemu zile zilizokuwa zimebanana, na zinabanana kwa sababu na hasa wale watu ambao wana kidogo nyama zao zimekuwa nyingi, kwa hiyo zinatengeneza mikunjo. Ile mikunjo inakuwa ni ya muda mrefu, kwa hiyo kunatengenezeka jasho. Lile jasho linakuwa kwa muda mrefu liko pale. Ile ngozi inatengeneza ulaini, yani inakuwa kama inakuwa iko laini kidogo. Kwa hiyo inapotengeneza ule ulaini, wale wadudu au fungi au fungus wanaona kwamba ni sehemu ya malisho yao. Ndio. Kwa hiyo wanakuwepo pale kwa ajili ya kutafuta riziki, wanakula katika
ile ngozi ambayo sasa ni laini kutokana na unyevu ulioko pale. Kwa mazingira hayo, wakati wao wanafanya ni sehemu yao kupata riziki, wewe kwako ni ugonjwa, kwa maana kwamba ni tatizo sasa. Sasa hizi kesi za namna hii zimekuwa zikisumbua sana, hasa watu wenye miili ambayo ni mikubwa kidogo na yenye mikunjo, na watoto wadogo mara nyingi pengine katika udogo wao kuna wengine wanakuwa na mazingira yanayofanana na hayo, lakini sana watu wazima wamekuwa na jambo hili sana. Lakini pia wakati mwingine fangasi hawa wanaweza kupatikana kutokana na mavazi ambayo yanakuwa yanabana sana katika baadhi ya maeneo, na kule kubana kwa yale mavazi kunatengeneza joto kali. Lile joto linatengeneza ulaini wa ngozi na kuzalisha pia jasho. Lile jasho linapotoka linasababisha kama yale ambayo tumeyasema mwanzo, na wale fangasi wanaenda kujitengeneza kupitia zile sehemu zilizojibana, na tayari kuna unyevu unaotokana na lile jasho, na ukuta hawa tunakutana wanakuwa na fangasi. Sasa fangasi, hasa fangasi zinapokuwa katika mfano sehemu za via vya uzazi, au tumezoea kulitoa kwa kusema sehemu za siri. Inapokuwa mazingira haya, mara nyingi kuna uhatari, kwa sababu wale fangasi wanashambulia nje, lakini wakati mwingine wanaweza wakaenda mpaka ndani na kuleta madhara katika mfumo wa uzazi. Na ndio unaweza kukuta mtu ambaye ameugua fangasi muda mrefu sana, basi pia anakuwa ameathirika pia utendaji wa via vyake vya uzazi. Na waathirika wakubwa wa fangasi katika hali hii sana ni wanawake kuliko wanaume, na hii ni kwa sababu ya kimaumbile. Sasa wakati mwingine tunasema tahadhari zinahitajika. Tahadhari zinahitajika kabla ya hatari, kwa maana kwamba ukishajijua kwamba una kasoro ambayo inasababisha hali hii, unatakiwa kupunguza namna ya mavazi ambayo yanakuwa tight sana. Na wakati mwingine nguo ni zile cotton clothes au cotton, yani nguo za pamba, ndio zinakuwa bora zaidi kwako, kwa sababu zinapunguza kiwango cha joto na pengine kufyonza hali ya unyevu, tofauti na nguo ambazo zinakuwa katika hali ya kama tetron kama nylon. Yani mfano, hatusemi nguo ni ya nylon moja kwa moja, lakini ni wanaita nguo za mpira mfano wake. Mara nyingi haziachi nafasi ya kuingiza hewa ya kutosha, lakini pia zinatengeneza joto, na zinapotengeneza lile joto ndio linakwenda kuzaa hizi hali. Kwa hiyo kesi kama hizi zimekuwa zikizalisha matatizo makubwa sana. Ukilizungumza katika hali nyepesi kama hivi, mtu anaona kama ni la kawaida, lakini lina hatari, kwa sababu linaweza likaathiri hata yale tuliyozungumzia masuala ya chumba cha faragha. Kwa wakati mwingine kesi zingine ni hizi, kwamba fangasi wale wameathiri kwa muda mrefu mpaka ikafika mahala huyu mtu ile ngozi yake ambayo ni very sensitive, na kwamba yenyewe inatakiwa, yani kukiwa na kitu kidogo tu kimegusa aweze kupata kuhisi kwamba kuna kitu kimegusa pale. Lakini kukiwa na mashambulizi haya, ina maana kuna ile layer ya juu ya ile ngozi inakuwa imeathiriwa na wale fangasi kwa kiasi kikubwa sana. Anatibu kwa dawa hii, anatibu kwa dawa hii, anatibu kwa dawa hii, anatibu kwa dawa hii, na zile dawa nazo pia zinapokuwa nyingi sana, zingine zinakwenda nazo zinaathiri. Matokeo yake mtu huyu anakuwa pia anaathirika pia mfumo wake wa via vya uzazi. Kwa ina maana hata masuala ya kindoa, ya mahusiano, wakati mwingine anaweza akaathirika pia kwa sababu ya fangasi. Kwa hii ni moja ya madhara ambayo yanaweza yakatokea. Lakini wakati mwingine mfano wanawake wanaweza kupata fangasi kwa sababu ya kimaumbile, kwamba wakati mwingine wanapata kutoka baadhi ya vitu ambavyo vinatengeneza unyevu automatically kimaumbile bila ya joto, na ile hali sasa unakuta mwingine hana utamaduni ya kuhakikisha kwamba kila baada ya muda anarekebisha tatizo lile lisitengeneze unyevu utakaodumu kwa muda mrefu. Matokeo yake inaweza ikamletea hiyo shida, na akajikuta sana anapata fangasi kwa njia hiyo. Lakini kuna fangasi wanaotengenezekea ndani ya mwili, ambao hawategemei maambukizi, yani hawa wanatoka ndani ya mwili wenyewe, ndani unatengeneza hiyo hali. Na ukuta mtu kwamba anakuambia, mimi bwana nahisi kuna hali fulani ikitoka napata mwasho, ule mwasho natengeneza, na
kuna unjano mfano unatokea, na ule unjano ndo inaleta shida zote hizi. Sasa ule unjano mara nyingi ni aina ya fungus haswa candidas, ambao wanajulikana wa candidas. Mara nyingi wanateza ule maji unaonekana katika rangi hiyo kama kijunjano fulani hivi, na ni wakorofi sana hawa, na uondokaji wake pia unakuwa ni mgumu sana. Kwa hiyo ni kesi ambazo zipo. Sasa hii maradhi ya ngozi yana namna zake za kuyakea, lakini kuna wengine ambayo yanakuwa huwezi kuyakea, yani huwezi kuyafanyia uangalizi kwamba labda nikifanya uangalizi hivi ndio nitakuwa siyapati. Maradhi ya ngozi yale ambayo yanatokea nje ya mwili, unaweza kusema sababu zake, unaweza ukazijua pengine kama hivyo nilivyosema, unyevu, sehemu maji yale, pengine unakaa katika maji, unafanya shughuli ambazo zinalazimika muda mwingi uyatumie maji mpaka zinatengeneza fungus kwenye vidole vya mikono, fungus kwenye miguu, inatokea kitu kama hicho. Lakini kuna fungus ambao wanaweza si fungus wote, ni yani kwa ujumla maradhi ya ngozi wakati mwingine yanaweza yakatengenezeka kwa maambukizi yanayotokana na hali ya hewa tu, kwamba pengine mazingira ya utendaji kazi, kuna baadhi ya maambukizi au kuna athari, mfano kemikali zinaweza zikaleta maradhi ya ngozi kukifanyika ile contact yako baina yako na baadhi ya kemikali zikaleta maradhi ya ngozi juu ya ngozi yako. Lakini kwa wakati mwingine inawezekana ikawa ni wadudu ambao wameshika juu ya mwili. Ama nikilizungumzia kwa ujumla ule kwamba aina mbili za mashambulizi ni kwamba ni hizi za nje ya mwili na ndani. Nje ya mwili inaweza ikawa ni bakteria, au inawezekana kama fungus, na inawezekana ikawa ni kemikali, na zote zinaweza zikaathiri ngozi yako. Lakini wakati mwingine athari za ndani, athari ya ndani inategemea. Wakati mwingine mtu anaweza akawa mifumo yake ya ndani ya mwili ikaathirika, na kutegemeana na vyakula anavyokula, na wakati mwingine hata madawa ambayo yanaweza yakatengeneza kitu tunaita toxins. Toxins ni sumu ambazo si kama zile vendors, sio kama sumu kama ya nyoka mfano. Ni sumu ambazo zinajitengeneza kupitia vyakula, madawa na nini, ambazo zinakwenda kuzunguka na mfumo wa damu. Zikizunguka na mfumo wa damu zinakwenda kuathiri, yani zinatafuta pa kutokea, na zikitafuta pa kutokea, matokeo yake zinatengeneza ugonjwa. Ndio mtu anakuta ana maradhi ya ngozi, lakini yanatokana na mfumo wa damu yake. Na minyoo ni sehemu ya hatari ambayo inaweza kusababisha pia maradhi ya ngozi. Kwa mtu anaweza akawa na minyoo ikawa imekuwa mingi sana ndani ya mwili wake, kwa hiyo ile sumu inayotokana na wao inakwenda inajitengeneza katika damu na inasababisha ngozi inaharibika na inazaa ugonjwa. Na hapa hata madaktari baadhi ya madaktari wanaweza kukushauri kwamba hebu nenda kafanye check-up ya minyoo, kwa sababu endapo una maradhi ya ngozi kila ukiyatibu haiondoki, wakati mwingine uangalie minyoo, inawezekana minyoo ndio sababu. Kwa hiyo hata ukitibu wale minyoo yako ndani, na tiba nyingi hizi mara nyingi zinakuwa ni kupaka juu. Mtu anapaka juu hapa, ngozi inaonekana kama inakwenda inakauka, inakuwa treated pengine, lakini baada ya muda tena inarudi tena. Kwa nini? Kwa sababu minyoo wale bado hapo ndani, kwa hiyo wanaendelea kuzalisha ile sumu yao na inatoka nje, inaweza kutengeneza madhara. Kwa hiyo hapa ngozi ya hapa haitibiwi kwa mtu kupaka tu dawa fulani juu ya ngozi, ila pia itaambatana na kutibu athari iliyoko ndani, ambayo ni kuwaua wale minyoo au kuwatengenezea mazingira ya kutoka ndani ya mwili ili wasiendelee kutengeneza ile sumu. Lakini inawezekana tatizo likawa ni uchujwaji wa damu katika mwili, kwa maana kwamba umeathiri mfumo wako wa uchujaji wa sumu ambazo zinachujwa kupitia na figo kupitia katika njia ya mkojo. Kwa hiyo kwa sababu kwamba zile sumu zinapita katika mfumo wa damu, zinakwenda zinachujwa kwa figo, zinatoka katika kibofu, zinatoka hizo, zinakuwa ni uchafu, ndi mkojo huo. Lakini sasa kama kutakuwa na itilafu katika figo zako, kutakuwa na itilafu katika mfumo huu wa kuchuja kupitia katika figo, kunaweza kukasababisha, kwa maana kwamba
hupati mkojo wa kutosha, hupati mkojo vizuri, na hii pia ni hatari, inaweza ikasababisha kesi hizi za ngozi, kwa maana ngozi inaweza ikaathirika kwa sababu hiyo, kwamba zile sumu zinabaki na zinazunguka katika mwili wako, zinakwenda zinazalisha maradhi ambayo tunaita ni maradhi ya ngozi. Hawa wanakuwa sio bakteria, isipokuwa wanatokana na uharibifu wa zile tezi za mwili ambazo zimeathirika na zikashindwa kufanya uchujaji mzuri. Matokeo yake zile sumu ambazo zilikuwa zitoke ziwe waste au kama uchafu, badala yake zinabakia ndani na kutengeneza madhara. Lakini wakati mwingine inaweza maradhi ya ngozi yakawa ni cells, kwamba seli zimefeli kufanya kazi yake kujitengeneza sawa sawa, inaweza ikajitengeneza katika shape ambayo sio sahihi, au zika mfano zile radicals free radicals zikawa zinafeli, zinatoa radicals ambazo zinatengeneza ile athari ya seli ambazo zinakwenda kutafuta pa kutokea. Sasa zikitafuta pa kutokea zinatengeneza hali ambayo inaonekana kama ugonjwa wa ngozi. Lakini sasa hii kidogo inakuwa ni ngozi tofauti, kwa maana sasa tukio hili la uharibikaji wa seli na zikawa zinazalisha maradhi, mfano kama yakaonekana ngozi, mara nyingi inakuwa ni kansa. Maana yake mara nyingi hawa ndio wanazalisha tatizo la kansa, kwa sababu kansa ni tatizo la cells, sio bakteria wala sio virus wala sio fungus kama tuliotangulia. Tatizo la kansa ni mara nyingi ni cells ambazo zinakuwa zimefeli utendaji wake. Kwa hiyo maradhi ya ngozi ni katika maradhi ambayo yanasumbua kwa kweli, na mara nyingi maradhi ya ngozi za kansa mara nyingi hayana tabia za muwasho, lakini maradhi yanayotokana na bakteria au fungus mara nyingi yanatengeneza muwasho. Kwa nini? Kwa sababu wale bakteria au kama ni fungus wanakula. Kwa kipindi wanakula wao ndio unahisi muwasho, kama unajihisi kujiwasha au kujikuna. Kwa hiyo ile inatokana na kwa maana kwamba kuna maambukizi pale ya wadudu ambao wanafanya yale mashambulizi. Lakini fungus huoni chochote, maana yake hakuna muwasho, kwa sababu hakuna mdudu pale, hakuna bakteria, hakuna fungus, hakuna athari yote. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba ni seli tu zimejikusanya sehemu, zimetengeneza tatizo, tayari ndio ugonjwa huo. Kwa hiyo hili lazima pia ukiona kwamba mtu umevimba alafu ule uvimbe wenyewe haonekani dalili, hata kuwashi hakuleti athari yoyote, unaona upo tu, kwa makini sana. Ikiwezekana nenda kafanye check up, kwa sababu lisisubiri jambo likawa kubwa sana, matokeo yake likawa halina namna ya kulitatua. Kwa hiyo hizi kesi za maambukizi ya kutoka nje zinaweza zikatokana na pia hali ya hewa, kwa maana kwamba wakati mwingine hali ya hewa inaweza ikasafirisha baadhi ya bakteria au wadudu ambao wakikwenda kucontact katika ngozi wanaweka kambi, na wakiweka kambi pale wanaweza kusababisha hiyo kesi ya ngozi. Na ndio maana kwamba zile sehemu ambazo ziko wazi ni sehemu ambazo mara nyingi tunatakiwa kuzikosha, kama mikono, kila baada ya muda unatakiwa ukoshe. Kama sio Waislamu tuna desturi ya kunao kwa ajili ya udhu 5 times a day, kwamba unakuwa unanawa asubuhi, mchana, dhuhuri, alasiri, magharibi, isha. Kwa hiyo zile sehemu ambazo ziko wazi, na mara nyingi katika sunna mwanaume ni vizuri nguo zake pia hata hizo kanzu zetu zikawa zimefunika mikono, japo kwamba tofauti kwamba si kwamba utakuwa umepata makosa ikiwa haikufunika mkono wote, lakini kifunika ni bora zaidi. Hii pia kiafya upande mwingine ni kama hizi kuondosha hizi athari za kuweza kupata mashambulizi haya yanayotokana na hali ya hewa, upepo, bakteria wa kugusa bila na lakini kwa sababu sehemu ambayo ndogo iliyobakia ni rahisi kuikosha na ukaweza flash maambukizi. Mara nyingi maambukizi yanayokuja katika njia hizi yanakosheka, unaweza kaosha na yakaondoka. Kama hivi sasa hivi tunaambiwa sijui kuna maradhi yametokea huko, yanakuja watu wanawe, watu ni moja ya kuonyesha faida zile za kila wakati. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema usile bila kunawa. Ni katika kanuni ya Uislamu, usile ila umenawa kwanza. Na akaspecialize na mkono wa kulia chakula, kwamba mkono wa kulia chakula uwe ni wa kulia, alafu mkono wa kushika vitu vichafu uwe wa kushoto. Unajua hii pia mtu anaweza akiangalia kwa wepesi akaona
mambo tu ya kutia ugumu mambo tu, lakini kitu chochote kinapokuwa na kanuni, kuna usalama pia unapatikana. Ushajua kwamba mkono wangu huu wa kulia ndo kila kitu ambacho naona nina usalama nacho nitakitumia mkono wa kulia. Kila kitu ambacho naona ni uchafu nini nitatumia kushoto. Kwa hiyo kuna maana kwamba unashika, unanawa, maisha yanaendelea. Lakini kuna wakati unaweza ukajisahau, ukajikuta ushashika, alafu umesahau, umeendelea. Alafu unakuja unashika kitu ambacho unataka ukitie mdomoni, ukashika na mkono ambao umeshika kile kitu chenye madhara, ukakitia mdomoni. Lakini kama unge specialize kwamba mkono wa kulia haushiki vitu vyenye madhara, bado ni kushoto, ina maana hata ukitokea bahati mbaya umejisahau ukashika ukala, bado unakuwa safe kiasi fulani, unakuwa salama kiasi fulani ukilinganisha na yule mtu kwamba mikono yote ni sawa, kwamba anaweza kashika hiki akashika hiki. Ni hatari sana hii. Sasa amespecialize Mtume sallallahu alaihi wasallam kula kwa mkono wa kulia, lakini pia akaelekeza swala la kunawa kila unapotaka kula. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema utakapokuwa umeamka, idha staqaita min al-manam au min an-nawm, kwamba utakuwa umelala kisha ukanyanyuka ukaamka, basi faghsilu aidiaka au faghsilu aidiakum, osheni mikono yenu. Kwa nini? La tadri aina bata yadak, kwamba hujui wapi ulilala mkono wako. Yani vile ulivyolala usingizini, ukinyanyuka hivi usiende mtu ukachukua mkono ukaendelea kushika ukatimbukiza mdomoni, kwa sababu hujui mkono wako ulikolala. Wakati umelala vimepita vingi kwenye hiyo mikono yako. Inawezekana kuna vitu vibaya vimepita kwenye mkono, kwa hiyo unayo. Kwa hiyo hii ni katika tahadhari pia. Maradhi ya ngozi ni maradhi ambayo yanaweza kuambukizwa katika vimelea mbalimbali kutokea nje ya mwili, lakini maradhi ya ngozi yanaweza kuambukizwa kwa vimelea kutoka ndani ya ngozi. Ikiwa vinatokea ndani ya mwili, ikiwa vinatokea nje ya mwili, ndio wale unakuta mtu anapaka pengine dawa, baada ya muda mchache ugonjwa ukipoa ule, basi anakuwa mzima wa afya. Lakini maradhi ya ngozi ambayo yanatokea ndani ya mwili, utakuta mtu anapata maradhi alafu anapaka dawa ile inaua wale vimelea waliokuwa pale, ngozi inaonekana kama inaenda vizuri, alafu baadaye inarudi kama pengine wakati mwingine kwa tatizo linakuwa kubwa kuliko lilivyokuwa mwanzo, kwa sababu wale wadudu hawatokei nje, wanatokea ndani. Kwa ili uweze kulitibu tatizo, lazima ujue kwanza ili tatizo linatokea wapi. Linatoka ndani ya mwili au linatoka nje. Ndio maana mimi mara nyingi nasema kwamba jamani, tiba ni mchakato. Tiba sio jambo la kukurupuka tu ukawe tayari tabibu, wewe tayari ni mchakato. Na naweza kusema kwamba si vibaya mtu akajifunza akafanya tiba kidogo kidogo, mwisho akazoea, mwisho akamzoefu, lakini nazungumzia kwamba azingatie hili kwamba tiba ni mchakato. Tiba sio kitu cha shortcut, yani mtu kwamba tu anaweza tu kitu akifanya kwa mkato. Hapana, kuna vitu vingine vinahitaji umakini sana. Mfano kama hivi tunasema, unaweza kusema hii dawa bwana, hii dawa nzuri sana kwa maradhi fulani, dawa nzuri sana, lakini hujaainisha ni dawa nzuri kwa maradhi ya aina fulani, yakiwa mazingira gani? Kwa sababu aina hiyo ya maradhi unayosema ina mazingira tofauti tofauti. Kama itakuwa inatumika katika namna moja tu, single way, ina maana kama ile maradhi yatakuja yameingia katika njia tofauti na hiyo ambayo inaweza kusaidiwa na mfumo wa hicho unachokitumia, maana yake huwezi kutatua hilo tatizo. Mfano huu kwamba ngozi ikiwa inashambuliwa kwa nje peke yake, ukitumia dawa za kupaka ambazo zina uwezo wa kuua vile vimelea, unaweza ukatatua tatizo. Lakini kama ngozi inashambuliwa kupitia ndani, ukipata dawa nje ya mwili, ina maana kwamba yale mashambulizi yataendelea kutoka ndani ya mwili yakija tena nje, kwa hiyo hutoweza kutatua ile tatizo kwa njia hiyo. Kwa hiyo hapa tunashauri kwamba ni vizuri mtu kugundua, kutafuta kwanza ni kwa nini amelipata tatizo. Ni kwa nini ana fungus? Fungus yao anatokea wapi? Hii shida inatokana na nini? Ni nje, ni ndani? Kwa nini anakuwa? Kwa hiyo hii inaweza ikamsaidia mgonjwa kuweza kujua jinsi ya kutatua. Na sisi tunamshukuru Allah katika maradhi ya ngozi.
kwa kiasi kikubwa tumepata mafanikio makubwa sana. Watu ambao wenye matatizo ya ngozi ya aina nyingi tu. Ngozi nyingine zinatisha. Tena zinatisha kweli kweli. Mtu anakuja unamwangalia jinsi alivyo, humwangalii mara mbili, ngozi imeharibika kweli kweli. Na anakuambia kashangaika sana, kashazunguka sana, kashatumia dawa sana, lakini maradhi yako pale pale. Katumia dawa za zile special zinatoka hospitalini na nini, nzuri tu, dawa nzuri tu na zina sifa nzuri tu, lakini zimeshindikana. Ametafuta miti shamba mingi, ametumia, imeshindikana. Kwa hiyo mfika mahala asema nimekuja kuomba Mungu na huko. Akifika pale unajaribu kuzungumza naye na kuona kwamba mapitio. Mimi bwana na desturi moja na kanuni moja katika tiba zangu, na sipuuzi maelezo ya daktari. Ndio. Yaani huyo daktari hasa nikishajua kwamba huyu mtu alipita kwa daktari ambaye ni amespecialize as a doctor. Ameenda hospitali maalum zinazojulikana na kuna maspecialisti wanasema dermatologist si wale wangozi wale, amekwenda mule, amefanya check up, na yule ni mtaalamu, kasoma, akachukua kozi zake za miaka akijifunza lile jambo, analijua. Lakini anasema kapita, lakini ngozi au tatizo hili bado halijaa. Mimi nina tabia ya kutaka kufuatilia ile taarifa ya daktari. Sababu daktari kaona kweli hali ya tatizo, kaliandika kama alivyolifahamu. Kwa hiyo na sisi tunachukua yale maelezo kama daktari alivyoeleza, jinsi alivyofahamu, na sisi tunayafanyia kazi. Unajua shida sio kusema, wala shida sio kujua tu kwamba hili ni tatizo. Shida ni namna ya kutatua. Yaani mtu anaweza kawa ni fasaha sana. Mimi namshukuru Allah, sijisifu kwa maana kwamba kutaka wewe nini. Ni kwamba mimi kuna watu ambao ni madaktari wanakuja kituoni kwangu. Ni madaktari kabisa ambao ni wamespecialize katika hizo fani. Mimi si daktari yule wa kule. Mimi ni daktari wa tiba mbadala, tiba za kisuna mbadala. Anakuja akiwa anaamini kile ambacho amewahi kukisikia kwa wengine, na pengine kuona improvement zimefanyika, pengine kaona, kwa sababu madaktari wana prove wale wagonjwa tunawahudumia sisi. Wakati mwingine tena wanarudi kule tena, wakati mwingine akifika kule anauliza vipi ili hapa, anaambiwa hii imetokea kadha kwa nani, kwa fulani. Huyo jamaa anaonekana yuko vizuri, unaona, au hii uliotumia hapa usitumie tena, anamtahadharisha kwa maana ulimpa dawa, lakini ifika daktari usitumie tena, unaona ulifanya hivi, sasa imekuwa hivi, usifanyie tena. Kwa hiyo anaacha. Mwingine hii imeenda vizuri sana, irudi kule. Kwa hiyo anarudi kule. Kwa hiyo hizi issues ziko namna hii. Kwa hiyo unakuta baadhi ya wale wanakuja na kuambia mimi bwana, mimi kweli na mimi ni daktari na nina muda mrefu, ni specialist katika masuala fulani, lakini ndugu yangu bwana, hili jambo mimi limenikwaza sana, na pale sisi tunazo dawa nyingi nimetumia, lakini bado ila ninavyokusikia na nimefuatilia naona kama kuna mafanikio fulani. Ndio. Kwa hiyo na mimi nimekuja bwana ya kuomba Mungu. Na mimi nimekuja kuomba Mungu. Sasa unajiangalia, mimi bwana najiona kama mimi ni mdogo kuliko wenzangu, alafu si mdogo kiumri, ni mdogo kwa maana ya fani, kwamba wenzangu wako kule kwenye viyoyozi na nini, na mashine nyingi za vipimo na nini, lakini nakuja alhamdulillah, mashallah, shukuru Allah. Tunaingia katika mchakato, unamhudumia, alhamdulillah, anapata matokeo ambayo yenye kumfurahisha, na sisi tunafurahi, kwa maana kwamba kwa kweli unapomhudumia mtu bila kujali yukoje au yupo vipi,
na akapata mafanikio, kwa kweli inafurahisha sana. Yani tunajua kwamba wakati mwingine unaweza kumhudumia mtu alafu havikuiana yale malengo na vikao havijakubali, yani Allah hajakadiria yapatikane mafanikio kwa njia hiyo, basi tunaingia unyonge fulani katika moyo. Lakini wakati mwingine unakuta mtu anakuja na shida kubwa sana, alafu unapambana, alafu yule mtu anafanikiwa, kwa kweli inafurahisha. Na katika vitu mimi ninafurahi sana, kwa sababu kwanza na kanuni zetu ambazo tunazitumia ni kwamba mgonjwa wetu lazima kila wiki tumuone. Labda mwenyewe tu amwe kufanya uzembe. Kwa nini unamuona? Kwa sababu unataka kujua nini kimeendelea ndani ya wiki. Siku 7 kuna kitu lazima maana kama ni sumu atakufa. Na kwa hiyo kama ni sumu atakufa, bila shaka kama ni dawa pia kutakuwa na kitu kitakuwa kimeongezeka, kuna improvement itaonekana kwamba huyu katumia kitu, hata kama sio 100%, lakini kuna kitu utaona kweli hapa tukikazana hapa tunafanikiwa. Ndio. Unaona? Kwa hiyo tunamshukuru Allah kwamba hilo tunalo. Kuna watu wanakuja na tunahudumia. Sasa niseme kwamba kesi za ngozi tuna hatua nzuri nazo. Lakini kabla sijafikia huko kwenye kuruhusu watu kuuliza, nitoe tu angalizo. Kuna watu ambao anaweza kuambia mimi bwana, maradhi yangu haya ya ngozi nimeshatibiwa sana, lakini yanakuwa hayaondoki. Anyway, inawezekana moja ya kanuni hii niliyosema kwamba anatibu nje, kumbe maradhi yanatokea ndani. Inaweza kuwa moja ni hiyo. Lakini ya pili inawezekana ni kanuni za kimazingira. Wale wadudu wake au bakteria wake au fangasi wake wanashambulia katika ngozi. Ile ngozi anaivesha nguo, anakuwa kavaa nguo zake, wale fangasi wapo. Anakuwa mpaka dawa zake, wale fangasi wanaathirika, wanateseka, wanakufa, anahisi kwamba kuna nafuu, ile relief inapatikana. Lakini zile nguo anazozivua ambazo alizivaa kabla hajatumia hizo dawa, anazivua zile nguo, anaziweka pembeni, anatumia dawa zake, anafua zile nguo, anazihifadhi, anavaa nguo zingine. Baada ya muda zile nguo alizozifua anakuja anazivaa. Kuna kitu kimoja kinatokea. Hii cycle wakati mwingine inatokea hivi. Baadhi ya wadudu hasa fungus, baadhi ya fungus ni wakorofi. Ukifua tu kawaida, ukaanika juani, mara nyingi wale fungus ambao waligandamana na nguo wakati unaivua hawafi kwa mionzi ile ya jua ambayo inatumika kuikausha nguo. Na wengine nguo zao hasa watu wenye kesi ambazo kwa mfano sehemu za siri, utakwamba zile nguo anapozifua anaanika sehemu ambayo iko secret, kwa sababu ni jambo la aibu. Mwingine anaona kuzianika sehemu ambayo kila mtu ataona, kwa anazifika sehemu ambayo iko siri kidogo, faragha. Sasa kule hakuna jua kali pia, na achilia mbali jua kali kwamba hata ungekuwa na jua kwa kitambo tu cha kukauka inaweza isiwaue. Kwa hiyo sasa akichukua ile nguo akija akivaa, wale walivyopigwa na jua mule hawajafa, lakini wana njaa, wamekaa muda mrefu bila kula, wameteseka kule nje na jua. Kwa hiyo ukivaa wanakuja kushambulia kwa nguvu kubwa kwa sababu ya njaa waliokuwa nayo. Matokeo yake wanakuta kwamba maradhi yale bado yanaendelea kuishi. Kwa ile cycle, mzunguko ule, kwamba anakuwa kwenye ngozi, alafu unambeba na nguo unaenda kumweka nje. Unawaua waliokuwa kwenye ngozi, lakini unakuja ile nguo ambayo umeifua na wala wadudu hawajafa mule, umewavaa tena, wanaendelea kushambulia ugonjwa ule, hauishi milele. Hapo daktari, sija kuelewa vipi, lakini nataka kujua manake unapoanika nguo juani,
Maana wale wadudu sio wanakuwa nafariki ama vipi? Sio wote. Sio wote. Maana nikasema kuna baadhi ya fangasi ni wakorofi, hawafi kwenye jua. Kwa maana kuna wengine wafariki, kuna wengine wanabakia. Kuna wengine wanaweza kufa kwa joto la jua. Kuna wengine hawafi. Kwa wale ambao wana uwezo wa kuvumilia pamoja na jua lile lakini wasife kwa sababu mbili, kwa maana kwamba hawafi kwa jua kutokana na ugumu wa ile layer ya miili yao, lakini kuna wengine hawafi kwa sababu tu hata lile jua unaloanikia wewe ili nguo zako zikauke na kwa sio la kutosha sana. Sasa nini kifanyike ili? Sasa hapa ndio maana nilipotaka nifike kwamba inawezekana ukazilaumu dawa unazozitumia, kumbe kanuni ndio iliyokuwa athiri. Dawa ni nzuri na zinatibu matatizo yako, lakini kanuni ndio sio sahihi. Ulichotakiwa ni kwamba zile nguo unazisterilize. Ama utatumia dawa ambazo zinaua wadudu wakati unafua zile nguo, unaweza kutumia baadhi ya dawa ambazo zinaua wadudu. Lakini pia unaweza kutumia njia ya kupiga pasi ikiwa nguo zinapigika pasi, zinanyosheka kwa pasi. Kwa sababu pasi lina joto ambalo watakufa. Ukitumia njia hii na huku unaendelea kutibu, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kuliangamiza tatizo. Sasa vipi hii ambayo nachukua nguo na zianika ndani lakini hazipigwi na jua alafu nikatumia njia ya kupiga pasi, hii vipi? Watakufa kwa sababu pasi na joto kali. Kwa maana haina ulazima wa kuanika jua. Unaweza ukawa wamekuwa destroyed kwa njia ya joto la pasi. Pasi lina moto mkali ambao ukiweka kwenye ngozi unaungua. Ukiweka kwenye nguo ili inyooke, maana yake ndio unawaungua wale na kupitia ile pasi. Ndio. Unaona? Kwa hiyo njia hii inaweza ikawa salama zaidi. Kwa hiyo kipengele nitaka nikiweke wazi kabla ya kutoa hiyo fursa ya mtu kutaka kuuliza chochote, ili mtu ajue kwamba kumbe kuna kasoro hii, ni kabla hajauliza inawezekana nishalijibu hilo swali. Lakini sisi pia katika product zetu, sasa hivi kuna product yetu hii tunaita dermatosis lotion. Hii dermatosis lotion, kwa wale ambao wanafuatilia katika ile channel yetu ya Dr. Abuwadhi Healthcare and Herbal, wanaweza wakaiona. Ni lotion ambayo inatumika kama lotion nyingine. Yani unaweza kuitumia kama lotion nyingine, lakini hii ikiwa na lengo la skin protection kwa ajili ya kulinda ngozi. Lakini hii ina destroy bakteria na fungus ambao wanakuwa wanaishambulia ngozi. Kwa hiyo unaweza kuitumia kama dawa moja kwa moja, na unaweza kutumia kama security ya ngozi yako, kwa maana kwamba unaipaka kama kawaida. Ingawa pia watu wa tafrani ni dawa kwa ajili yao pia, kwa sababu ikiwa na hizo tafrani zinazoitwa za kishetani na nini na hasad na nini, ni nzuri sana kuitumia, inasaidia sana kwa kiwango kikubwa. Lakini kwa sababu leo tunaizungumzia hii dermatosis, kwa maana maradhi ya ngozi, tunazungumzia kwamba unaweza ukaitumia hii kwa kuipaka usiku wakati unalala, na unaweza ukaipaka asubuhi wakati unaenda zako kazini, kwa sababu ni lotion. Ni lotion ambayo unaweza ukatia hata glycerin na ukatumia. Na watu ambao wanaweza kuiona humo, wanaweza kaona ni lotion ya namna gani, na ina uwezo mkubwa wa kuweza kupambana na kesi mbalimbali za ngozi. Kwa hiyo sasa hii tunasema kwamba ni zile external uses only, ni matumizi ya nje tu, kwamba ngozi yako imeathirika nje, unapaka lotion yako usiku, unanukia vizuri tu sababu ni lotion. Unapaka lotion yako shakoga asubuhi, unapaka sehemu zilizoathirika, na unapaka kama mafuta tu mwili mzima vizuri tu, unaenda zako na shughuli zako, na biidhnillah utakaa vizuri. Lakini sasa kama utakuwa na kesi ya nje, hapa inabidi sasa tukushauri kwamba ukijua kwamba ngozi yako ina aina gani ya tatizo, unatumia pia dawa ambazo zitaibua, yani zitawadestroy au zitawaangamiza wale wadudu kwa ndani ya mwili wako. Pale sasa lazima utafute dawa za kunywa. Lakini kipindi ambacho unatumia unataka kuondosha tatizo kwa nje,
basi tunakushauri kuweza kuitumia hii dermatosis lotion au tunaita AICP dermatosis lotion. Ni lotion maalum ambayo inatoka kwetu, na inshallah tunachukua nafasi hii, tunasema tunachukua dhamana kwamba tumie na utaona tofauti yake, hata kama ushatumia mamilioni ya dawa. Njoo chukua hii, nenda kaitumie na utaona tofauti. Isipokuwa kama kuna jambo la ziada, ni vizuri kaja tukakushauri, tuone lile tatizo lilivyo na tukushauri cha kufanya, kwa sababu matatizo mengine ni makubwa na yanahitaji ushauri wa ziada. Lakini kwa kesi za kawaida hizi, bidhinillah unaweza ukapata mafanikio mazuri. Tunazo products za aina nyingi sana. Ginger imefanya vizuri sana katika ngozi sana. Watu wengi wametumia ginger kwa ajili ya rashes, mwasho, mikatiko, wameungua na moto, sijui vimbe. Alhamdulillah, wengi imewasaidia sana. Pamoja na kwamba ina mambo mengi, ginger ina mambo mengi sana. Watu ambao wanatumia ginger yetu, ile dawa ya ajabu. Lakini sasa tuna hii lotion. Kuna mwingine gel hawezi kutumia, inamletea shida akitumia gel, na mwingine sio inamletea shida, ila yeye hajisikii tu kuitumia gel, kwa maana kwamba hakuizoea kupaka gel kama sehemu ya mafuta yake. Lakini kama ukimwambia tumia lotion, anaweza kaitumia vizuri. Kwa hiyo lotion anaweza kutumia, na ina vitu vya ziada ambavyo havipatikani pia kwenye ginger. Kwa hiyo ni kitu cha kitofauti kidogo, na tunashauri kila mtu ambaye anajiona kwamba ama kwa ajili ya ulinzi wa kuilinda ngozi isishambuliwe, yani yule bakteria au fungus akitaka tu kushambulia, anakutana na hiyo lotion yako, sababu si utakuwa mpaka mchana unazunguka nayo. Kwa zile sehemu ambazo unashika vitu, utakuta kwamba una kitu ambacho kinazuia au kinakusaidia usipate ile tatizo. Lakini wakati wa kulala umelala nayo, kwa hiyo ina maana. Lakini kitu kimoja tu, usitie mdomoni kwa sababu ni chungu. Ukiona hivi ni ya kawaida tu, unapaka mafuta mengine, lakini ni chungu. Kwa hiyo usitie mdomoni. Ukitia mdomoni haufi, lakini itakukera tu kwa sababu ni chungu. Kwa hiyo vitu kama hivyo unaweza kupaka vizuri katika sehemu zote za ngozi yako, na ikawa ni salama kabisa kwa ajili ya kuweza kukinga na kuondosha. Ni bidhaa ambayo naamini inaweza ikachukua hadhi kubwa sana kwa watu ambao watakaitumia vizuri. Itakuwa na hadhi kubwa sana kwa watu, na naamini kwamba ni kitu ambacho hakijawahi kupatikana sana katika mfumo huu. Mara nyingi sisi tunafanya tafiti na kutoa vitu vya tofauti. Ginger, mimi mwenyewe wakati nilitoa mwanzo sikutaraji kwamba itakuwa na hadhi kubwa ilionayo leo. Ginger ina hadhi kubwa mno, yani kiasi kwamba mtu yuko mbali kabisa, sio Zanzibar wala Tanzania, yuko mbali kabisa, anaagizisha kwamba lazima apelekewe ginger huko aliko. Nchi nyingi tu, na watu wanabeba wanaenda nazo kidogo. Alhamdulillah, sasa mpaka fika mahali kuna wakati yani ni kama ugomvi kwamba ikiwa haikupatikana ginger lazima ipatikane na inapelekwa. Na huko ndio wenyewe wanasema ndio duniani, yani huko wao ndio wanaona kwamba teknolojia ziko huko, mambo makubwa yanafanyika huko, lakini ginger bado imechukua nafasi huko. Watu wanaiagiza kutoka huku iende huko ikatumike, wakati huko ziko dawa. Ndio. Lakini ginger imekwenda kufanya. Sasa naamini hii dermatosis AICP dermatosis lotion, naamini itakuwa ni lotion ya kipekee yake kwa watu ambao wana changamoto za ngozi, na wale ambao wanalinda ngozi zako zisiingie katika changamoto hizi za ngozi. Ni bidhaa ambayo ni rafiki sana na itakuwa na faida kubwa. Tutoe nafasi japo hizo dakika chache, kama kuna watu wanataka kuuliza chochote au kutaka kupata ushauri, kutoa ushauri wowote, basi inshallah waweze kutumia fursa hiyo inshallah. Naam, nikushukuru sana Dokta, na bila shaka umeletea zawadi hiyo, itabakia hapa hiyo. Hii utabaki nayo ili na wewe uje kwa shuhuda inshallah. Nikushukuru. Naam, msikilizaji, ni fursa pekee kuweza kutupigia simu kwa nambari ya 07769339